Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa TV za Kiislamu kutokea katika nchi ya Burundi. Ni rasmi leo tarehe 14 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa katika nchi ya Tanzania, jiji la Dar es Salaam, maeneo ya Temeke Chang'ombe, sehemu ambapo kunapatikana msikiti mkubwa ambao leo hii ulikwenda kuzinduliwa rasmi na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akiwa ameambatana na Mufti Sheikh Abubakar Ali bin Zubair kutoka hapa katika nchi ya Tanzania, na leo rasmi chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation kupitia mkurugenzi au mwenyekiti wa taasisi hii Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali. Leo hii msikiti huyu umeweza kuzinduliwa, msikiti wenye mandhari nzuri, msikiti wenye kupendeza. Takriban miaka mitatu kuanzia mwaka 2022 hadi leo mwaka 2025 ni rasmi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameweza kuzindua au kufungua rasmi msikiti huyu ambao una ghorofa 3 na unaweza kupokea takriban watu 3000 wakiwa wanaweza kuswali hapa. Hakika ni mazingira mazuri, ni mazingira ya kupendeza, ni mazingira yenye kusifia, ni mazingira yenye kupongezwa. Hakika Tanzania wameweza kufanya jambo kubwa, hakika taasisi ya Al-Hikma Foundation imeweza kufanya jambo kubwa, jambo la kupendeza. Ni hakika kwamba msikiti huyu utakuwa ni kitovu cha Waislamu kuweza kukutana hapa na kujadili mambo ambayo yanahusiana na dini yao na mambo ya mshikamano, kama vile Mheshimiwa Kassim Majaliwa aliweza kuzungumza. Hii ni Al-Amn TV, Amigo TV, Islamic Swahili Dawa pamoja na Bambara TV, tukiwa hapa katika nchi ya Tanzania kuwakilisha au kupatia matukio yote ambayo yanajiri katika nchi ya Tanzania. Ukumbuke kwamba tumekuja kwa ajili ya mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni, ikiwa ni Qur'ani tukufu. Mashindano haya ambayo na kauli mbiu ikunyanyue au ikubwage, tarehe 16 kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 7 mchana katika uwanja wa Mkapa. Basi Waislamu kutoka mabara yote ulimwenguni watakuwa pale katika uwanja ili kuweza kushuhudia mtanange au mashindano makubwa ya Qur'ani ya mabara yote ulimwenguni chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation na mkurugenzi wake Sheikh Nuruddin Kishki. Tukiwa hapa Tanzania, basi tunakuletea matukio ya moja kwa moja ambayo yatakuwa naruka katika TV zetu hizi za Kiislamu. Kupata wasaa huyu au kupata fursa hii ni jambo kubwa kwa TV za Kiislamu katika nchi ya Burundi. Nasi tunasema tunashukuru kwa taasisi ya Al-Hikma Foundation kutupa fursa hii ya kuweza kuwa miongoni mwa familia na kurusha matangazo yetu ya moja kwa moja kutokea hapa Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Salum Hassan, nyuma kamera alikuwa Ahmed bin Nabi.